Vita vya siku 12 kati ya Israel, Iran na Marekani iliyodumu kuanzia Juni 12 hadi Juni 23 mwaka 2025 iliwakilisha ongezeko kubwa la mvutano wa muda mrefu kati ya mataifa haya. Kila upande, Israel, Iran na Marekani, umetangaza ushindi, kila mmoja akitaja mafanikio ya kijeshi, kimkakati na kidiplomasia. Makala hii inatoa uchambuzi wa kina wa msingi wa ukweli kuhusu yale yaliyofanikishwa na kila upande wakati wa mzozo huu, kwa kutumia taarifa rasmi, ripoti za vyombo vya habari na tathmini za wataalamu. Badala ya kutangaza mshindi wa moja kwa moja, uchambuzi huu unaweka wazi matokeo ili wewe mwana SNS mwenyewe uweze kumbaini mshindi ama kuamua kwa hizi data nani unahisi ndiye aliyeshinda. Maana kila mmoja anasema ameshinda. Mgogoro huu ulianza tarehe 12 Juni mwaka 2025 wakati Israel ilipoanzisha Operation Simba Anayeamka, yani Operation Rising Lion, kampeni ya mapema ya anga dhidi ya mitambo ya nyuklia ya Iran, miundombinu ya kijeshi na viongozi muhimu. Lengo lililotangazwa na Israel lilikuwa ni kuizuia Iran kuunda silaha za nyuklia, ikidai kuwa Iran ilikuwa karibu kufanikisha hilo, ingawa Iran ilisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani. Iran ilijibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones, dhidi ya Israel. Mnamo Juni 21, Marekani iliingia rasmi vitani kwa kuanzisha Operation Nyundo ya Usiku, yani Operation Midnight Hammer, ikilenga vituo vitatu vya nyuklia vya Iran: Fordo, Natanz na Isfahan. Usitishaji wa mapigano ulitangazwa tarehe 23 Juni, ingawa ukiukaji wa makubaliano hayo na pande zote mbili uliweka usitishaji huo katika hali ya wasiwasi. Na sasa tuangalie mafanikio ya Iran pamoja na hasara ambazo wamezipata katika vita hii. Kwanza, matokeo ya kijeshi na kinyuklia. Uongozi wa Iran, hususan kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, ametangaza ushindi mkubwa dhidi ya Israel na Marekani. Khamenei amedai kuwa majeshi ya Iran yaliweza kupenya ulinzi wa tabaka nyingi wa Israel na kushambulia maeneo ya mijini na kijeshi kwa makombora. Amesisitiza kuwa majibu ya Iran yalionyesha uwezo wake wa kulipiza kisasi dhidi ya maadui zake kwa gharama kubwa, akitaja shambulio la kituo cha kijeshi cha Marekani cha Al Udeid huko Qatar kama pigo kubwa. Mashambulizi kwa makombora na drones. Iran ilirusha zaidi ya drones na makombora 100 dhidi ya Israel kama kisasi kwa mashambulizi ya awali ya Israel. Kati ya hayo, mashambulizi ya moja kwa moja yalielekezwa Tel Aviv na Haifa. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Iran, makombora 40 yalirushwa tarehe 23 Juni, na kwa mujibu wa ripoti za Israel, watu takriban 29 waliuawa. Iran pia ilishambulia kituo cha Al Udeid kwa kutumia takriban makombora ya masafa mafupi na ya kati, lakini maafisa wa Marekani na Iraq walithibitisha kuwa onyo la mapema lilisaidia kuzuia madhara makubwa, kwani karibu makombora yote yalizuiwa na hakuna vifo vilivyotokea. Ustahimilivu wa mpango wa nyuklia. Shirika la nishati ya atomic la Iran, AEOI, lilidai kuwa maeneo ya nyuklia yaliyolengwa, Fordo, Natanz na Isfahan, yalikuwa yamehamishwa vitu pamoja na watu kabla ya mashambulizi ya Marekani, na hivyo kupunguza uharibifu. Mohamed Islam, mkuu wa AEOI, alisema kuwa Fordo ilipata uharibifu mdogo tu na kwamba Iran ilikuwa na eneo jingine la kurutubisha nyuklia katika eneo salama na lisiloweza kushambuliwa. Hassan Abedin, naibu mkurugenzi wa siasa wa shirika la utangazaji la serikali ya Iran, alisisitiza hili, akidai kuwa hakuna pigo kubwa lililopatikana kwa sababu vifaa vilikuwa vimeondolewa. Umoja wa kimataifa. Khamenei alisifu kile alichokiita umoja wa pekee wa wananchi wa Iran wakati wa vita. Alibainisha kuwa hata wapinzani wa kisiasa na wanaharakati waliokuwa gerezani walijitokeza kukemea mashambulizi ya Israel na Marekani. Tukio hili la nadra la mshikamano wa kitaifa liliimarisha simulizi ya utawala wa Iran kuhusu imara wa taifa mbele ya maadui. Hasara za Iran. Iran ilipata pigo kubwa katika vita hivi vya siku 12. Uongozi wa kijeshi na wanasayansi waliuawa, ambapo mashambulizi ya Israel yaliwaua maafisa muhimu wa Israel, ambapo mashambulizi ya Israel yaliwaua maafisa muhimu wa kijeshi wa Iran,
ambao ni pamoja na Meja Jenerali Mohammad Baheri ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Iran, Chief of Staff of the Armed Forces, Meja Jenerali Hossein Salami, kamanda mkuu wa IRGC, Meja Jenerali Ghulam al-Rashid, naibu kamanda mkuu wa majeshi na kamanda wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya, Meja Jenerali al-Shadman, kamanda wa dharura wa kijeshi aliyeteuliwa baada ya Rashid na kuuawa siku chache baadaye, Brigadia Jenerali Amir al-Hajizadeh, kamanda wa kikosi cha anga cha IRGC, Jenerali Mehdi Rabani, naibu kamanda wa operesheni wa majeshi ya Iran, Jenerali Holamreza Mehrabi, naibu mkuu wa ujasusi wa majeshi ya Iran, Kamanda Said Izadi, kamanda wa kikosi cha Palestina yani Palestine Corps Quds Force, muunganishi mkuu kati ya Iran na Hamas, na Kamanda Benham Shahriari, kamanda wa kitengo cha usafirishaji wa silaha cha Quds Force, aliuawa magharibi mwa Iran akiwa safarini. Wanasayansi waliouawa ni Dr. Fereydun Abbas Davani, mtaalamu wa uhandisi wa nyuklia aliyewahi kuwa mkuu wa shirika la nishati atomic, pia mbunge, Dr. Mohamed Mahdi, mtaalamu wa fizikia, Dr. Akbar Motalebi Zade, mtaalamu wa uhandisi wa kemikali, Dr. Said Barji, mtaalamu wa uhandisi wa vifaa materials engineering, Dr. Ahmad Reza Zolfahari Daryan, mtaalamu wa uhandisi wa nyuklia, Dr. Ali Bakwei Katirimi, mtaalamu wa uhandisi wa mitambo, Dr. Amir Hassan Fakahi, mtaalamu wa fizikia, Dr. Abdi Al-Hamid Minushahir, mtaalamu wa fizikia, Dr. Mansur Asgari, mtaalamu wa fizikia, Dr. Mohamed Mehdi Tehranchi, mwanafizikia wa kinadharia, rais wa chuo kikuu cha Islamic Azad Tehran na mshiriki mkuu wa mpango wa nyuklia wa Ahmad. Lakini pia awali iliripotiwa Ali Shamkani ambaye alikuwa mshauri mkuu wa juu Ayatollah kwamba aliuawa, lakini baadaye ilithibitisha kuwa alijeruhiwa na yeye alipona. Lakini pia pamekuwepo na uharibifu wa miundombinu ya nyuklia. Licha ya madai ya Iran kuwa madhara yalikuwa kidogo, ripoti ya IAEA ilithibitisha kuwa kituo cha majaribio cha kurutubisha uranium cha Natanz kilichokuwa juu ya ardhi kiliharibiwa kabisa, na kumbi zake za chini ya ardhi zilipata madhara makubwa yaliyoweza kusababisha uchafuzi wa mionzi na kemikali. Fordo na Isfahan pia zilishambuliwa, ambapo picha za satellite zilionyesha mashimo ya mabomu na uharibifu wa moto, ingawa kiwango kamili cha uharibifu wa chini ya ardhi hakijabainika wazi. Miundombinu ya kijeshi pia imeharibiwa, ambapo Israel ilishambulia betri 70 za makombora, maeneo 12 ya kuhifadhi na kurusha makombora huko Isfahan, pamoja na chuo cha kiwanda cha makombora kilichohusishwa na IRGC cha huko Khorjiri. Ulinzi wa anga wa Iran uliharibiwa kwa kiasi kikubwa, huku Israel ikidai kuwa na uhuru wa kufanya operesheni angani juu ya Tehran. Athari za kiuchumi na kijamii. Vita hivi ilitatiza uchumi wa Iran kwa kiasi kikubwa. Huduma ya internet ilikatika kwa zaidi ya saa 12 na safari za ndege zilisimamishwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini. Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kama kiwanda cha mafuta cha Shahir Ray yalizua hofu ya msukosuko wa kiuchumi. Pia vita hivyo vimesababisha vifo vya raia pamoja na wanajeshi nchini Iran, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya ya Iran Juni 24 ni kwamba jumla ya vifo ni 610 na vilevile majeruhi 4746. Na sasa tuangalie mafanikio na hasara za Israel. Matokeo ya kijeshi na kinyuklia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza ushindi mkubwa, akisisitiza kupunguzwa kwa uwezo wa nyuklia na makombora wa Iran. Jeshi la ulinzi la Israel IDF na shirika la ujasusi Mossad waliendesha operesheni yenye ufanisi mkubwa kwa mashambulizi sahihi na ya siri. Mashambulizi ya nyuklia. Operesheni ya Israel Rising Lion ililenga Natanz na kuharibu vibaya mitambo ya juu ya ardhi na umeme unaosambaza nguvu kwa vichakataji vya chini ya ardhi. Vituo vya utafiti wa nyuklia Isfahan na mtambo wa zamani wa Arak pia vililengwa ili kuzuia uzalishaji wa plutonium. Operesheni ya kuangamiza viongozi ambao kama ambavyo nimekutajia katika orodha ni viongozi wengi sana, maafisa wengi sana wakuu wa kijeshi wa jeshi la Iran.
Lakini pia miundombinu ya kijeshi, ambapo IDF ilishambulia majengo 20 mjini Tehran, ikiwa ni pamoja na viwanda vya kutengeneza makombora na kuharibu makombora mengi na maghala ya kuhifadhia. Uwezo wa Israel kufanya operesheni katika anga ya Iran bila pingamizi ulikuwa mafanikio makubwa. Brigedia Jenerali Efi Defrin akisema walikuwa na uhuru wa kuendesha operesheni juu ya Tehran. Operesheni za siri, ambapo Mossad ilifanikiwa kuingiza silaha sahihi na drones ndani ya Iran zilizotumika kushambulia ulinzi wa anga. Mkuu wa majeshi ya IDF, Luteni Jenerali Eyal Zamir, alidai kuwa vikosi maalumu vya makomando vilifanya operesheni ndani ya Iran na kufanikisha ubora wa kijasusi, kiteknolojia na wa anga. Na hebu sasa tuangalie hasara kwa upande wa Israel. Vifo na majeruhi, ambapo idadi ya vifo ni takriban 28 mpaka 29 watu waliouawa nchini Israel kufuatia mashambulizi hayo. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni Tel Aviv, ambapo kombora la Khorram Shahir namba 4 lililenga viunga vya kaskazini mwa jiji na kuua watu wawili na kujeruhi kadhaa. Pia lilisababisha moto mkubwa kwenye jengo la ghorofa nyingi. Huko Beersheba, kituo cha viwanda kilishambuliwa kikiteketea moto kwa saa kadhaa kabla kuzimwa. Lakini pia katika Beersheba tuliona shambulio katika hospitali moja kubwa ambayo pia ilishambuliwa. Kule Haifa, bandari yake iliharibiwa kiasi na shughuli zikasimama kwa zaidi ya siku 3. Rishon LeZion, makazi ya raia, aliharibiwa na mtu mmoja aliripotiwa kujeruhiwa vibaya baada ya nyumba yao kupigwa na mabaki ya kombora. Majeruhi walikuwa ni zaidi ya 130, wakiwemo zaidi ya 30 waliopata majeraha makubwa kutokana na vipande vya vyuma, moto na kuporomoka kwa miundombinu. Pili ni uharibifu wa miundombinu. Makazi ya raia, zaidi ya nyumba 1200 ziliharibiwa au kuathiriwa vibaya, hasa katika mji wa Tel Aviv na maeneo ya Sderot na Ashkelon. Uwanja wa ndege wa Ben Gurion ulilazimika kufungwa kwa muda wa saa 36 baada ya kombora kuanguka karibu na barabara ya kurukia ndege. Huduma za usafiri, treni za mizigo na abiria kati ya Tel Aviv na Haifa zilisitishwa kwa siku 2 kutokana na uharibifu wa njia. Ushambuliaji wa maghala na vituo vya mafuta, ambapo kituo kimoja cha mafuta huko Ashdod kililipuka likihusishwa na shambulio la kombora la moja kwa moja. 3 ni hasara za kijeshi, ambapo kituo cha kijeshi kilichoathiriwa, kambi ya jeshi la anga ya Palmachim, iliripoti uharibifu wa rada moja ya ulinzi. Kombora la Iran lilianguka karibu na kituo cha mawasiliano ya kijeshi kusini mwa Israel. Ufanisi wa makombora ya Iran. Ingawa makombora mengi yalizuiliwa na Iron Dome pamoja na teknolojia zingine za ulinzi wa angani, baadhi yalivuka kinga hiyo, kitu ambacho hakikuwahi kutokea kwa kiwango hicho. Teknolojia ya Iran pia ilifanya vizuri, ambapo Iran ilitumia makombora ya hali ya juu kama Khorram Shahir namba 4 pamoja na Sejil namba 2 yenye kasi ya juu na uwezo wa kubeba kilo 1500 za vilipuzi na hata kutumia drones za kujilipua zenye mfumo wa GPS, yani kamikaze drones. 4 ni mvurugano wa kidiplomasia na kisiasa. Mahusiano na Marekani. Trump alikemea wazi mashambulizi ya Israel baada ya usitishaji mapigano, akiandika Israel do not drop those bombs. Mvutano huu uliathiri imani ya maafisa wa Marekani kwa Netanyahu na kuibua hofu ya Marekani kuvutwa kwenye vita kamili. Jeshi la Marekani lilitisha kwa muda kushirikiana na Israel kwenye operesheni kadhaa za pamoja. Lakini pia kuna mkusanyiko wa jumuiya ya kimataifa, ambapo mataifa ya Ulaya yalieleza wasiwasi kuwa Israel ilivunja sheria ya kimataifa kwa kuendelea na mashambulizi baada ya makubaliano ya kusitisha vita. Ujerumani na Ufaransa ziliitisha vikao vya dharura vya Baraza la Usalama. 5 ni athari za kisaikolojia kwa umma. Hofu ya umma, ambapo mamilioni wa Israel walilazimika kuishi kwenye makazi ya dharura au mashimo ya kujikinga kwa zaidi ya wiki moja kwenye bunkers. Uhamishaji, ambapo zaidi ya watu 120,000 walihama maeneo ya karibu na Gaza na kaskazini mwa Tel Aviv kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi. Athari za kiuchumi. Uwekezaji wa kigeni ulipungua kwa 18% wakati wa vita na soko la hisa la Tel Aviv likaporomoka kwa pointi 400. 6 ni hasara ya kijeshi ya kisaikolojia, perception loss. Kwa mara ya kwanza ulimwengu uliona Israel kama taifa linaloweza kufikiwa moja kwa moja na mashambulizi ya kimataifa.
imekuwa dhahiri kwamba Iron Dome, Arrow, David Slings ina mipaka, na hilo liliibua mjadala wa kitaifa kuhusu utegemezi mkubwa wa teknolojia hiyo peke yake. Yani kwa mara ya kwanza tumeshuhudia kwamba Israel imeonekana kuwa ni dhaifu vile vile pale ambapo ikishambuliwa na nchi yenye nguvu kama Iran, tulivyoona mashambulizi yalivyokuwa yakitua pale. Israel imekumbwa na pigo ambalo si la kifo peke yake ama vifo peke yake, bali pia la hadhi ya kijeshi na kiusalama. Vita vya siku 12 vimefungua ukurasa mpya wa hatari, ambapo vita vya kidigitali, makombora masafa marefu na vita vya mtandao vinaweza kuvuruga taifa lenye teknolojia kubwa kama Israel. Na kwa mara ya kwanza uwezo wa Iran ulionekana si wa kutisha tu, bali wa kuharibu. Tuangalie mafanikio na hasara kwa Marekani. Matokeo ya kijeshi na kinyuklia. Marekani iliingia rasmi vitani tarehe 21 Juni kupitia operesheni Midnight Hammer, ikishambulia vituo vya Fordo, Natanz na Isfahan kwa kutumia ndege 125 zikiwemo B-2 stealth bombers zilizopeleka mabomu ya GBU-57 yenye uwezo mkubwa wa kupenya ardhini. Rais Donald Trump alidai kuwa mashambulizi hayo yaliharibu kabisa miundombinu ya nyuklia ya Iran, kauli iliyoungwa mkono na waziri wa ulinzi Pete Hegseth. Mashambulizi ya nyuklia. Marekani ililenga Fordo, kiwanda cha chini cha ardhi kilicholindwa kwa nguvu, kwa kutumia mabomu ya kupenya ardhini. Jenerali Dan Kane alithibitisha kuwa mabomu hayo yalifanya kazi kama ilivyokusudiwa. Picha za satellite zilionyesha mabadiliko ya jiografia na mashimo makubwa ya mabomu katika eneo hilo, ingawa Iran ilidai kuwa wafanyakazi walikuwa wameondolewa kabla. Msaada kwa Israel. Marekani ilizuia makombora na drones yaliyolenga Israel, hivyo kuimarisha ulinzi wa nchi hiyo. Aidha, Trump aliwezesha usitishaji wa mapigano, akiweka Marekani katika nafasi ya mpatanishi wa kidiplomasia. Hakuna vifo kwa Marekani, ambapo mashambulizi ya Iran dhidi ya kituo cha Al-Udeid hayakusababisha vifo kwani taarifa ya awali iliruhusu maandalizi ya kujikinga. Ingawa Marekani haikupata hasara kubwa moja kwa moja, ilikumbana na changamoto kadhaa. Moja, utata wa tathmini ya uharibifu. Ripoti iliyovuja kutoka idara ya ujasusi ya ulinzi ya Pentagon ilieleza kuwa mashambulizi ya Marekani yalisogeza nyuma mpango wa nyuklia wa Iran kwa miezi michache tu, kinyume kabisa na madai ya Rais Trump kuwa mitambo ya nyuklia iliangamizwa kabisa. Ikulu ya White House imepuuzia ripoti hiyo na kusema ni batili kabisa. Lakini mbili ni kishindo cha kidiplomasia. Iran ililaani mashambulizi hayo kama uvunjaji wa sheria wa kinyama wa sheria za kimataifa, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likishinikizwa kuibana Marekani. Urusi na Umoja wa Ulaya walikosoa ongezeko hilo la mzozo na kusisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kidiplomasia. Pia kuna mgawanyiko wa ndani Marekani, ambapo uamuzi wa Trump uligawa uungwaji mkono kutoka kwa wafuasi wake wa kisiasa. Wapinzani wa uingiliaji kama Marjorie Taylor Greene walipinga hatua hiyo, huku wale wa msimamo mkali kama Mike Pence wakiipongeza. Athari za kimkakati kwa Marekani. Marekani imeonyesha uwezo mkubwa wa kijeshi na kuimarisha ushirikiano wake na Israel. Hata hivyo, tathmini zenye utata kuhusu athari halisi kwa mpango wa nyuklia wa Iran zinaibua maswali kuhusu mafanikio ya muda mrefu. Kupatikana kwa usitishaji wa mapigano na uwezekano wa mazungumzo ya baadaye ni hatua chanya ya kidiplomasia, lakini tishio la kulipiza kisasi kutoka Iran bado lipo. Sasa tulinganishe athari kwa mpango wa nyuklia Iran. Tuanze na Iran. Madai ya kuwa mitambo ilikuwa tupu wakati wa mashambulizi yameungwa mkono na ukosefu wa madhara ya mionzi, kulingana na ripoti ya IAEA. Hata hivyo, uharibifu mkubwa katika Natanz na uwezekano wa uchafuzi Fordo na Isfahan unaashiria pigo, ingawa Iran bado inamiliki akiba ya uranium iliyorutubishwa na ujuzi wa kiufundi. Israel ilifanikiwa kuharibu mitambo ya Natanz na maeneo ya uzalishaji wa vichakataji, yani centrifuges, lakini uwezo wake ulizuiwa dhidi ya Fordo kwa sababu ya kuwa chini ya ardhi, ambapo Marekani ndio iliweza kuathiri eneo hilo kwa mabomu maalumu. Kwa upande wa Marekani, matumizi ya mabomu ya kupenya ardhini, bunker busters, yaliathiri Fordo kwa kiwango kikubwa, lakini ripoti zinazopingana kuhusu kiwango cha uharibifu zinazua mashaka kuhusu mafanikio halisi. Faida za kijeshi na kimkakati. Iran iliweza kujibu mashambulizi kwa makombora na drones, lakini ilipoteza viongozi muhimu na miundombinu, na hivyo kudhoofisha uwezo wake wa kijeshi. Israel
ilipata ubora wa anga kuvuruga uongozi wa Iran na kuathiri mpango wa makombora wa Iran, hivyo kuimarisha msimamo wake kikanda. Kwa upande wa Marekani, iliimarisha ulinzi wa Israel, ilipatanisha usitishaji wa mapigano na kuonesha uwezo wake wa kijeshi. Hata hivyo, athari ndogo kwa mpango wa nyuklia na ukosoaji wa kidiplomasia vilidhoofisha mafanikio yake kwa ujumla. Vifo na athari za ndani. Iran ilipata vifo vingi vya raia na wanajeshi, lakini mshikamano wa kitaifa uliipa serikali nguvu ya kisiasa na kupandisha hadhi ya simulizi yake ya ushindi. Israel kwa upande wake, vifo na uharibifu vilikuwa vichache, na simulizi la ushindi wa kihistoria liliongeza uungwaji mkono wa ndani kwa Netanyahu. Kwa upande wa Marekani, hakukuwa na vifo, lakini mgawanyiko wa kisiasa ndani ya nchi unaashiria hatari ya ushiriki zaidi katika migogoro ya Mashariki ya Kati. Hitimisho lake ni hili: kila upande ulipata mafanikio ya kutambuliwa, lakini pia uliambulia hasara kubwa. Iran ilidumisha simulizi ya kusimama imara, ikaishambulia Israel na Marekani na kuunganisha umma wa ndani, lakini imepoteza viongozi wake muhimu mno na miundombinu yake ya nyuklia na kijeshi. Kwa upande wa Israel, ilidhoofisha uwezo wa Iran, ilipata udhibiti wa anga na kufungua njia ya fursa za kidiplomasia, lakini ilikumbwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi na lawama kwa kukiuka usitishaji wa mapigano. Kwa upande wa Marekani, ilionyesha nguvu zake za kijeshi, ikamuunga mkono mshirika wake na ikasaidia kufanikisha usitishaji wa mapigano, lakini ilikumbwa na ukosoaji wa kimataifa na ufanisi wa operesheni yake ya nyuklia unaendelea kutiliwa shaka. Kwa hivyo, vita vya siku 12 ilikuwa na matokeo tata. Hakuna upande ulioibuka mshindi kwa dhahiri. Mpango wa nyuklia wa Iran bado upo, ingawa umeathiriwa. Nafasi ya Israel imeimarika, lakini changamoto bado zipo, na uingiliaji wa Marekani umeathiri mwelekeo wa kimkakati, lakini haukuwa wa mwisho au wa kuhitimisha mgogoro. Sasa na kuacha wewe mwenyewe mwana SNS kwa hizo data nilizokupa, uchambue mwenyewe kwamba nani hasa ameibuka mshindi, hasa kwa hizi nchi mbili. Marekani tumweke pembeni kwa sababu yeye alikuwa nyuma ya Israel. Hawa waliokuwa wanapigana kweli. Iran na Israel, nani unahisi ameshinda katika vita hii? Niambie katika sehemu ya comment, na niambie kwa sababu gani. Sio tu niambie kwa sababu unaipenda Iran au kwa sababu unaipenda Israel. Give me facts pia. Wewe unahisi nani ameshinda kati ya Iran na Israel? Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.